Wanawake katika kijiji cha Miguti, eneo bunge la Githunguri, kaunti ya Kiambu, leo waliandamana kupinga ongezeko la uuzaji na matumizi ya pombe haramu na dawa za kulevya, hali wanayodai imesababisha vifo vya vijana kadhaa katika eneo hilo. Wanawake hao, mtazamaji, wanasema kuwa vijana 4 wenye umri wa kati ya miaka 19 na 35 wamefariki katika muda wa mwaka mmoja uliopita baada ya kunywa pombe hatari. Wanawake waliojawa ghadhabu katika kijiji cha Migitu waliandamana na kuweka vizuizi kwenye barabara ya Kigumo kuelekea Kibichoi kwa saa kadhaa, wakipinga ongezeko la ubugiaji pombe haramu na matumizi ya dawa za kulevya katika eneo hilo. Wanawake hao wanadai kuwa vijana wasiopungua 4 wenye umri wa kati ya miaka 19 na 35 wamefariki katika muda wa mwaka mmoja uliopita baada ya kukunywa pombe hiyo hatari. Aidha, wanadai kwamba matumizi ya dawa za kulevya zikiwemo kokaini na bangi yameongezeka, huku vijana wakiathirika zaidi. Pombe inatusirikisha sana kwa sababu watoto wetu wamekufa. Na kuna kunywa, watoto wanakunywa pagi, wanaputa pagi, wakakunywa pombe, na sisi tukasirika sana. Watoto wetu 4 tumesika watoto 4. Sasa tunasema enough is enough. Wanawake hao pia wameshtumu mfanyabiashara mmoja wa eneo hilo, wakidai anauza pombe haramu waziwazi na kwamba analindwa na maafisa wa usalama wa eneo. Kadhalika wanadai kuwa kilabu hicho hufunguliwa saa 24 bila kufungwa. Nimekasirika sana juu ya hii club, juu watoto wanauziwa ile pombe isiyo nzuri, ile baya. Mtoto wangu alikuwa anakunywa kutoka saa 12 asubuhi mpaka usiku. Kwa hivyo hii club ni 24 hours. Hakuna masaa, na wanatuambiaga ate iko masaa. Mmoja wa waandamanaji, Jacinta Kinyanjui, alisema bado anaomboleza baada ya kupoteza mwanawe wa umri wa miaka 35 aliyefariki baada ya kunywa pombe haramu. Nasikia mtoto wangu aliumia juu ya hii pombe. Kwa hivyo tunataka hii pombe serikali yetu ichunguze ni pombe gani hii inaua watoto. Juu kuua watoto ni kuua ile generation inakuja. Wanawake hao sasa wamehimiza serikali ichukue hatua za haraka na kuzuia utengenezaji na uuzaji wa pombe haramu pamoja na dawa za kulevya katika eneo la Migitu na maeneo jirani. Teresa Mutai, Darubini.